Wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hakika ni furaha kubwa kabisa na ni wakati ambao kwamba tulikuwa tunasubiria kwa hamu na ghamu kuwadia, na sasa hivi imeweza kuwadia wakati huu ambao kwamba ni kujua mbivu na mbichi. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, nikiwa getini hapa Masjid Jamia Sioport, na nyuma yangu musabaka au mashindano ya Qur'ani, ikiwa ni mwisho kabisa wa mashindano haya, ikiwa tayari washatajwa washindi walioshinda katika mashindano haya ya Qur'an katika eneo hili ya Sioport Masjid Jamia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, wengine wamelia, wengine wamefurahi kwa kuwa matokeo tayari yashatolewa, na kama basi wakubali kushindwa, wewe sio ushindani. Tutaingia ndani kuongea na wale wanafunzi walioshinda pamoja na walimu wao pamoja na uongozi kwa ujumla, hasa baada ya matokeo haya waliona nini kuwapa madrasa hii namba fulani na namba hii madrasa fulani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hakika hakuna ambaye kwamba aliyeshindwa katika mashindano haya, isipokuwa wote ni washindi, ila lazima tupate namba moja, namba mbili, namba tatu. Na kwa hakika baada ya swala la asiri hapa waliweza kutangaza matangazo haya, baada ya kutangaza matangazo haya namba 1, namba 1, namba 2, namba 3 wakaweza kupatikana. Sasa hivi tutaingia ndani kuongea na wale washindi walioweza kushinda na kuchukua vikombe. Ungana nami al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kama unavyosikia huko nyuma ni walimu na viongozi ambao kwamba wanaweza kuzungumza kuhusu swala nzima na matokeo yote ya mashindano haya ya Qur'ani yaliyofanyika katika mji wa Sioport Masjid Jamia hapa, na tutaongea na uongozi ambao kwamba kiongozi wa mji huu na msikiti huu ambaye kwa chairman, tutafahamu jina lake na pia tutafahamu mengi zaidi kuhusu eneo hili la Masjid Jamia Sioport, na tuko naye hapa, tutafahamu jina lake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Njema. Mzima shida wangu. Njema. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Isa Amani. Sauti kidogo. Isa Amani. Vipi mashindano haya, mahudhurio yake na matangazo yake? Watu wamejaa kweli katika uwanja huu wa Masjid Jamia Sioport. Vipi matangazo yake ilikuwaje? Matangazo ilikuwa kwa siku miwili, tukaanzisha kila msikiti yote ambazo ni katika Busia, kutoka Teso mpaka Bunyala, misikiti vitano ambayo ilikuwa wanafunzi wote wakakuja kusaidia Sioport, ambayo tumefanya mambo ya Qur'ani, watu wanakuja kategori 5 ambao tumefanya, na ambazo tumeona kwamba watoto wamefunzwa vizuri sana, ambao wamesoma Qur'ani kwa ustadi, ambayo inatufurahisha kama sisi wazazi na sisi viongozi wa Busia. Pengine changamoto hasa mliopitia katika kuandaa mashindano haya makubwa ya Qur'ani katika mji huu wa Sioport, ni changamoto gani mliopitia? Changamoto ni kitu kimoja tu ambacho ni finance. Unajua kuonyesha watu wote kuwaleta pamoja si rahisi. Kutoka kule Teso, kutoka Poti, kutoka Mugwayo, kuwaleta hapa ni jambo ni gumu sana, kwa sababu yote inataka finance, kuwafanyisha finance na present zao, na nafikiri mtu akitoka hapa ajue kwamba amepata kitu, amefanya kitu ya maana, na sisi pia tunajifurahia kwamba tumefanya kitu ya maana kwa huyo mtoto na wale walimu ambao wamekuja hapa. Changamoto ilikuwa ni finance sana ni finance. Pengine wewe ni chairman katika mji huu wa Sioport Masjid Jamia, una muda gani mpaka sasa hivi? Una miaka mingapi katika uchairman? Niko miaka 6 kutoka hapa. Sasa niko kwa huyu mwaka ni mwaka wangu ya 6 kama niko chairman. Mashaallah. Pengine mashindano haya Qur'an, mashindano ya ngapi? Ni ya kwanza au ya pili? Si ya pili. Kila mwaka tunakuwa na mshindano. Kila mwaka. Sasa hii kama ya ngapi? Hii ni ya 6, lakini hii imekuwa kubwa sana. Hii imefana kabisa, kwa sababu nimeona kama tumeleta watu wengi kuliko vile tunaleta, kwa sababu hizi ndio tunafanya tu hapa karibu Funyula na Bunyala, lakini hapa tumeenda mpaka labda sub county ya Teso. Na vipi pengine umeonaje mashindano haya ya Qur'an, wanafunzi walivyosoma na matokeo baada ya kutangazwa mshindi namba 1, namba 2, namba 3? Unaonaje matokeo haya, ni halali au ni vipi? Matokeo ni halali kabisa, kwa sababu sisi ni wenyeji, lakini tuliona kama tunapitwa, kwa sababu ingekuwa kama si halali wangesema kutupendelea sisi, lakini ni halali kabisa. Ni wale ambao wameshinda ni halali na tumekubali na tunapongeza. Asante sana mheshimiwa. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV
Nuru ya Imani. Huyo ni chairman wa masjid hapa Sioport, ambapo kwamba iko Sioport Masjid Jamia, na amesema kwamba matokeo yaliyotolewa hapa ni ya halali, kwa sababu asikubali kushindwa sio mshindani. Ni mimi wako Zamil Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena nakusalimia maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum. Na unasikia ni maongezi hapo, ni chama anazungumza katika yale yaliyozungumzwa. Mpenzi mtazamaji wa TV Nuru ya Imani, nyuma yangu unaona msikiti Jamia Sioport, msikiti mkubwa hapa eneo la Sioport, na ndio maana mashindano ya Qur'ani haya yamefanyika katika eneo hili. Na hapa tunazungumza na walimu pamoja na wazazi. Baada ya matukio haya, je, halali au kuna vigezo vimefanyika au kuna fikra imefanyika kama watu wameridhia matukio haya? Kuna wanafunzi waliosoma mashindano haya, pengine matukio haya wameridhia au hawakuridhia? Haya yote yatakujia katika TV yako kwenda TV Nuru ya Imani katika Masjid Jamia, mashindano haya ya Qur'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Zamil TV ya Imani, na tukiwa kama nilivyokueleza mashindano ya Qur'an mji wa Sioport Masjid Jamia. Nyuma yangu nafikiri unaona maandishi haya, na hapa tunazungumza na ustadhi ambaye kwamba ndiye ambaye kwamba alichukua vikombe vyote vya siku hii ya leo, ambaye kwamba ni mashindano ya Qur'an, ikiwa yeye ni mwanafunzi wa kwanza madrasa yake aliyebobea katika usomaji wa Qur'an akachukua kombe, na pia madrasa bora ambayo kwamba iliyopata maksi ya juu ambayo kwamba pia wameshinda katika mashindano haya. Tunazungumza naye tutafahamu jina lake, hasa tueleze ni mbinu gani pengine waliotumia hasa kushinda mashindano haya, kuchukua vikombe vyote hivi vya Qur'an katika mji wa Sioport. Assalamu alaykum wa barakatuh. Naona madrasa yako Marega mmechukua vikombe vyote, pengine mbinu ya kushinda na habari insurance hao moja kwa njia ambayo ilikuwa sponsor wa siku ya leo, ambao sisi tunafurahia na tena tunasema kwamba asante sana kwa chochote. Tena siku nyingine tukikuwa na kama next year tena siku kama leo tutakuwa na kitu kama cha leo kama hii. Asante sana kwa wale ambao wamekuja, ambao wamehudhuria, ambao wamefanya siku hii inaonekana siku ya maana. Asante sana kwa sisi sote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengine matangazo haya ya mashindano ya Qur'ani yaliyofanyika hapa mjini Sioport uliweza kutia wapi? Msikitini, TV au kwenye mtandao? Mashindano kama haya, matangazo haya ya mashindano haya umeambiwa kupitia njia gani? Haya matangazo nimeona tu, nilikuwa napata kama advertisement, napata ile morali ili pia nilete madrasa yangu niweze kushiriki na kuweza kutia bidii. Watoto wenyewe kwanza walikuwa wamekataa kwa sababu ya kuogopa, mara wengi wao ni mara yao ya kwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takiwa ni mara yake ya kwanza. Naomba mfamilia aje moyo tuvumilie na kuwapa morali sana, ndio tukafaulu sasa hivi. Anashukuru sana Sheikh, asante sana. Mpenzi mtazamaji, huyo ni mwalimu wa Masjid Tauhid ambaye madrasa Tauhid iliyoko Marega. Tutazungumza na wengine ambao kwamba wako huko mbele. Tuungane mimi na Ustadh Zamil Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani. Warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, na hapa ndio meza kuu ambayo kwamba iliyofanyika ukarabati mzima wa mashindano haya ya Qur'an. Mpaka sasa hivi wameweza kutokea washindi namba 1, namba 2, namba 3, na matokeo kabisa ilikuwa ni halali. Tutazungumza na kadhi ambaye kwamba ameshiriki katika mashindano haya ya Qur'an katika mji huu wa Sioport Masjid Jamia. Tutazungumza naye pia atuelezee hasa matokeo haya yalikuwa vipi na mashindano haya ya Qur'ani yamekuwa vipi. Asalamu alaykum wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Tunashukuru. Vipi jina lako? Kamburu ndio mashallah. Vipi mashindano haya ya Qur'ani mpaka sasa hivi kufika mbinguni, umeona vipi mashindano ya Qur'ani? Wallahi yamekuwa ni mashindano mazuri, kwa sababu tumeona watoto wajitahidi, watoto wenye umri mdogo wamesoma vizuri Qur'ani, juzuu 2, juzuu ya kwanza, na kulingamana na umri wao wamefanya vizuri. Pengine hasa mashindano haya ya Qur'an, matukio haya yaliyotangazwa namba 1, namba 2, namba 3, hakuna matokeo haya yamekuwa ni ya uadilifu.
uadilifu, na hakimu pia wametoa kulingamana na ujuzi walionao. Hakuna malalamiko yoyote kwamba labda kwa ni Pengine changamoto mmepitia kwa kuandaa mashindano haya? Changamoto ni nyingi sana katika uandalizi wa mashindano haya, yawe na ufadhili. Kuna zawadi, manake zawadi lazima kuhakikisha kwamba mtu anasoma akiwa mwishowe atazawadiwa. Mara nyingi kupata udhamini inakuwa ni shida. Sisi tunachanga hapa na pale, zetu wanasaidia na wale ambao wanaitikia Mungu wanasaidia pia, lakini tunahitaji tuwe na fadhili, ambao watakuwa ni wenye kusaidia mashindano yakitoka yawe ambayo atasaidia kwamba labda kwa zawadi ndio tunaweza kupewa ama kupata zawadi ambazo zitaridhisha na pengine ushauri wa mwisho kwa wale ambao kwamba wanatazama kupitia Zamyl TV Nuru ya Imani na wameweza kushiriki katika mashindano haya kupitia TV. Ushauri wetu ni kwamba tujitahidi sana kupenda Qur'an na tujitahidi kila wakati tuwe ni wenye kufanya mashindano haya yawe ni wenye kutekelezwa, kwa sababu itasaidia kwa wetu pia kuwa na motisha kwenda. Hata wazazi wenyewe pia wanafuraha wanaona kweli wao wanasoma, manake bila kushindana, bila kuona watu wanaposoma Qur'ani, labda wazazi hawezi kujua, lakini leo wakiona watu wanaposoma wanajua moja kwa moja kweli wanafanya juhudi kubwa, na walimu pia wanafanya juhudi kubwa katika kuwasomesha hawa watoto. Shukrani mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Tuzungumza na mwingine hapa ambaye kwamba yuko katika mashindano haya ya Qur'an, tufahamu jina lake na pia tufahamu mengi zaidi kuhusu mashindano haya. Shukrani. Ni miongoni mwa wale ambao kwamba mastafu katika mashindano haya, pengine katika nafasi yako katika mashindano haya kwa nafasi gani? Nafasi ambao tumekuwa katika mashindano ya Qur'an katika kuandaa wanafunzi na wao kuweza kushindana kwa hali ambayo iko sawa. Katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha kuandaa vizuri. Alhamdulillah, wamekuwa ni kutoa kila ambacho walimu wameweza pengine changamoto hasa katika uandalizi wenu wa mashindano haya ni kwa hususi gani? Kuna mwingine hapa tuzungumza naye ambaye kwamba alikuwa jaji miongoni mwa wale ambao wametoa matokeo haya ya wanafunzi. Hali yako wale wanasema vipi katika kwa hakimu kwenu huko, vipi matokeo haya? Kuna madrasa moja ndio vitu vyote hapa inakuwaje? Kudhihirisha wazi kuwa madrasa hiyo kupitia kwa walimu wao bidii sana kiasi kuwa ilibidi, yani ule uzuri umejiunga kwa sisi kwa vizuri wanafunzi mashaallah, na ikawa ni sababu ya wao kushinda. Licha ya kuwa madarasa yalikuwa matano, lakini hao wamekuwa ni wanafunzi wa pengine changamoto hasa kwa jaji, naona wanafunzi wote tara chao na masomo yao walikuwa mazuri sana. Pengine changamoto gani katika yani viwango vyao kusoma ni vizuri, tajwidi yao, hifdhi yao, na wengine pia wamejaliwa sauti nzuri. Inabidi yule ambaye ni hakimu awe makini zaidi, sije kumdhulumu mwingine akatanguliza yule ambaye alikuwa acheleweshwa. Kwa hiyo kwa macho inshallah kuhakikisha na katika ujaji wako pale mkoa wa Tatu, pengine wewe kwa jaji una hukumu pande gani? Una sauti kwa nini? Mimi upande wangu kwa leo niko kwenye kitengo cha tajwid, kuangalia yani mafariji kama herufi zile zinazotoka, kwa sababu tajwid inazingatiwa na
wenzangu wawili mashekhe waliotangulia, yule mwingine Malala na yule mwingine Amusha kutoka Waboi, wao walikuwa wakiangalia sauti na vile vile namna ya kuhifadhi yani ya kusikiliza. Mimi naitwa Said Isman na mwenyekiti na vile mwenyekiti wa mkoa na vile vile ni madaris watu nyingi na kufanya tafiti vile vile ndio Neno la mwisho kwa watazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Ni kuweza kuwashukuru na vile vile kuwapongeza na kuwahimiza kuishabikia TV hii ambayo ni yetu sisi kama umma wa Kiislamu na vile vile kuisambaza na kuipeleka mbele. Shukrani. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni jaji ambaye kwamba aliyekuwa ni mchinjaji na mhukumu katika haya mashindano ya Qur'an. Kama ulivyoona wengine wameondoka ukinuna na wengine wakiwa wamefurahi. Haya ni matokeo kwa sababu asikubali kushindwa sio mshindani, na matokeo haya yakitoka tayari mshindi namba 1, namba 2, namba 3 kwa kuwa tayari wameweza matokeo haya kutoka, na hapa ndio mwisho wa mashindano haya ya Qur'an. Na pia kuna majaji wengine tutazungumza nao, tutafahamu katika uhukumu wao yale yaliyokuwa katika mashindano haya ya Qur'an. Kuna wengine wengi tutazungumza nao kwa muda si mrefu. Tutaenda mapumziko mafupi, tutarudi tena. Ni mimi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuna mara nyingine tuna chama ni hapa kama nilivyokueleza, tulizungumza naye kwa wakati wa nyuma kidogo, na pia ana neno moja au mawili ya kutueleza. Tutamsikiza baada ya dakika 2 au 3 inshallah. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sasa mimi nataka kusema shukrani kwa wale ambao wamekuwa siku ya leo ambao ndio wale ambao wamefanya sisi ndio tutafanya hafla kutoka Asia yote. Na shukuru sana Kano Motors, Mombasa Jewelers, Automotive Motors, and Quimas, Mr. and Mr. Ahmed. Yule ambaye ni mtoto wake yule ambaye hapa tunamwambia Mr. and Ms. Kawazi and Bakar Tushwani. Hawa wote ni wale wafupi wale ambao tunakutana nao wakatusaidia sana kwa siku ya leo, ambao ni sponsor wa siku ya leo, kuifanya siku ya leo kwa Pengine ubora wangu kwa msao. ndani huyo ambaye ni huyo ambaye kwamba anakuruhusu kupitia mtandao. Asalamu alaykum. Ya pia nakushukuru sana kwa siku ya leo kwa kutupatia nafasi hiyo ya kuja kwa kusaidia fakti inatangalia habari zetu zikaonekana kwa TV ambayo sisi tunajua kwamba itafika. Shukrani sana. Wao pia wameambiwa tukio ya Zamyl TV Nuru ya Imani subscribe. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tutazungumza na shekhe ambaye kwamba ni shekhe pia wa madaris na pia ni shekhe wa shule ambaye kwamba ana cheo upande wa shule ya sekondari. Ni shekhe wetu, tunafahamu jina lake, sasa jina lake ni shekhe mkubwa, japokuwa kujificha mijini mara nyingi sana katika shughuli kama hizi. Tutazungumza naye tufahamu mengi. Asalamu alaykum wa barakatuh. Vipi hali yako? Nashukuru, alhamdulillah. Pengine tufahamishe jina lako. Naitwa Sadat kutoka Mjini. Wangu hapa shehe mkubwa, lakini mimi si shehe mkubwa. Pia mkaribu ya serikali pengine mashindano haya ya Qur'an umehudhuria. Mzomba reflector yongan. Mzomba reflector yongan. Hata ngoto Siria ria. chichiro ndani musino wa
kuna mabadiliko makubwa. Vipi matokeo hasa ya haya mashindano na majaji waliotoa kuhusu madrasa Tauhid huko Port Marenga? Ni madrasa imechukua vikombe vyote. Vipi hukumu hii na matokeo haya, pengine ni halali au pengine kuna namna fulani imefanywa? Hii madrasa Tauhid Marenga kutoka kaunti ndogo ya Bunyala imezoa karibu vikombe vyote, karibu kategori zote. Na kama sisi ambao tumekuwa hapa na tukasikiza wale watoto waliokuwa wanasoma, tunakubaliana na uamuzi wa majaji kwa sababu tumejionea wenyewe, kulinganisha na wale wengine pia wamejaribu, lakini hawa madrasa wao kwa kazi kubwa ambao wanafanya, na pia madarasa zingine hizi madarasa Kaina, Amoni, Tesonod, tuna madarasa Mkwayo kule tunapakana na Siaya, na madarasa Al-Aqsa hapa Siokot. Wameweka bidii, wote wameweka bidii, lakini mpaka tuwe na ushindi na kukubaliana na uamuzi. Pengine neno la mwisho kwa watazamaji wanapoangalia kutoka Zamyl TV Nuru ya Imani, hapo kufika tunashukuru haya. Ndugu zetu ambao hawajajaliwa kufika katika mashindano hayo, nataka kuambia kuwa wamekosa makubwa sana. Tunawahimiza wakati mwingine tukiwa na mashindano kama haya wajaribu ili kuwaweka motisha watoto wetu katika kuhifadhi kitabu cha Allah, na pia kuhakikisha ya kuwa wanawapatia support watoto. Watoto wakiona wazazi wamehudhuria wanakuwa na moyo kufanya zaidi. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni Sheikh Sadat Mansur ambaye kwamba ameeleza kwamba changamoto wanaopitia hasa hapa ni miaka za nyuma kulikuwa hakuna Uislamu maeneo haya ya sio, lakini sasa hivi sehemu hii ya Western ukizungumzia kuhusu Uislamu, ukianza na Mumias hauwezi ukaacha na sehemu ya pili ya Balisiko. Na haya ni matangazo yako yamerushwa kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Tunakushauri na tunakusihi usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment ili kuweza kutia nguvu TV yetu ya Kiislamu na uweze kusambaza kwa wale wote ambao kwamba hawajaweza kufikiwa na habari hii. Ni mimi wako mtumishi wako mpendwa wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Nikuage nikisema wa ila liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Kwa mara nyingine tena ni mashindano haya ya Qur'ani yanayofanyika sio kwa Masjid Jamia, na mashindano haya tayari yakiwa hitimisho na ikiwa kingoni. Tutazungumza na mama ambaye kwamba hapa kama mwanafunzi aliyeshiriki katika mashindano haya, kama mtoto wake au mjukuu wake au mtoto wa ndugu yake, tufahamu hasa matukio haya kwa ujumla, mashindano haya ya Qur'ani, pengine ana jambo gani la kuzungumza. Salamu alaykum. Mwalimu, tafuta Abdulaziz tumuitie. Nahitaji mwalimu mkubwa. Tunamhitaji. Pengine madrasa wako mao ni madrasa gani? Hapo mara ni sema watu ndio hapa sio pote wa Masjid Jamia, ndio kwa hapa ndio madrasa kama hizo kwa ya kanta kiangalia sasa hasa mshauri unaona mwalimu au mzazi kama Uislamu nasemea kwa sababu pia tumesikia walimu wakisema kwamba wale sasa hivi hakuna nafasi ya waone kama inachangia na wazazi, kwa sababu inasemekana hii Jumapili ni makosa ya sheria, haiko kwa sheria, lakini huwa hii wazazi wenyewe kwa na wanafunzi wengi wanasema na mashule haona kama sheria sana. Hasa ndio chapa wa maandiko sasa inakuwa mtoto anakuwa
Pengine wazazi kwa sasa tumeona changamoto kubwa. Yako mambo yake kike pale tutoe kwa plan ili watoto wapate kusoma weekend. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyu ni mama au wanafunzi wake anasoma hapa sio kwa Masjid Al-Aqsa, ambapo ni sehemu tuliyokuwa iliyoandaliwa mashindano haya ya Qur'an, na anasema kwamba hawajabahatika kupata kikombe aina yoyote ya mashindano haya, na hii ni kutokamana na wazazi waachia mtoto wao kusoma Jumamosi na Jumapili wanakosa nafasi ya kusoma Qur'an, na hii yote amesema mzazi ameahidi mwakani watakomplain mambo haya ili mwakani waweze kushika pamoja. Tutazungumza na wengine ambao kwamba watakuwa msikitini inshallah. Warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kama ulivyosikia katika mashindano haya ya Qur'an, Madrasa Tauhid Board Victoria Marenga wamebeba vikombe vyote. Kwa hakika utakufahamu pengine msimamizi wa madrasa hii au mwendeshaji wa madrasa hii mtaka kusababisha wanafunzi hawa kuchukua vikombe hivi. Unaye hapo utafahamu jina lake, atueleze ushauri gani alitumia au ni siri gani alitumia, ni Qur'ani au ni uganga alitumia, kwa sababu ni ajabu sana watu kuchukua vikombe hivi. Tuzungumze naye kwa jina lake. Kwanza hongera. Pengine tueleze hasa changamoto uliyopitia hasa kufundisha Qur'an na changamoto ambazo ya mashindano haya. Changamoto ni jambo kubwa, ni watoto muda hawana muda mwingi, tumekimbia shule ndio kuchukua muda mwingi, lakini hata hivyo tulikuwa tunaangana ya kwamba mtoto tufe ama akimaliza kama tufe amemaliza awe amehifadhi au ameshika, tuachilie mtoto kwenda kwa kitu kingine kabla hajahifadhi. Na vile vile kile ambayo kwamba inapatia changamoto zaidi ya kwamba wazazi kuelewa ya kwamba kwa sababu mtoto anaona ya kwamba anaweza kwenda shule, kuna kazi hapo, kuna kitu ambacho wazazi ambao ya kwamba hawajasaidia wao watoto wanakuambia kuambia mama amemtuma, baba amemtuma, mama amefanya hicho vyombo. Kwa hiyo Victoria leo ni mstari msimamo, ni kiongozi wa mara ingeingia kwa klasi kuangalia swali vile ikihitajika wakati kama unashika shindano, kuangalia mara kwa mara ni vipi watafikia wapi na kadhalika. Na pengine mashindano haya ya Qur'an yameweza kuchukua namba moja na mbinu hasa mlitumia, pengine mmeonga majaji au pengine kuna mbinu gani mlitumia mpaka mnaweza kushinda mashindano haya kuchukua vikombe vyote? Wallahi tunatawakkal Allah na kujaribu na kupangilia na kuwaweka watoto hizi katika yote, kwa ile nafasi kidogo itapatikana, tunafanya na muraja zaidi. Saa yote tunafanya muraja na kufunga ile kazi ambayo kila siku tunafanya ile jambo, tunakuwa na wao na ile kwa inaitwa suba ile ya kwamba watu wanaingia ya kwamba wanakaa nani round, mwalimu anakaa katikati pale, kila mmoja anachukua haya moja. Kwa hivyo huyo mtoto anapokuja kwa ajili ya kuingia ile suba ya kwamba anatayarisha ile sehemu inahitajika yote, anatayarisha basi na kubagua sehemu moja ama sehemu fulani. Kwa hivyo hajui ni aya gani ambayo leo inakuja upande yake ili ashike. Kwa hivyo anafanya bidii ili ashike mali ile yote, ndio maratibu kusaidia. Pengine madrasa walioshindwa au madrasa ambayo hawajapata zawadi au vikombe, ungewashauri nini? Wallahi ndugu yangu, ni kawaida sisi unaweza kuona kwamba leo hii madarasa imebeba vikombe na nini kadhalika, mwaka ujao tena huenda ukaona kwamba tena hii madarasa tena na vijana na masuala ya kawaida. Kwa kitu ya kwamba ni kutuma kwenda bidii na kuweka watoto wako ya kwamba karibu na wewe na malengo ya kwamba kuwe na malengo kama tunasema darasa. Kuwa na malengo na imani ya kwamba utapitia malengo yako. Na pengine neno la mwisho kwa watazamaji ambao kwamba hawajaweza kuhudhuria katika mashindano haya, lakini unaweza kutazama kupitia Zamyl TV Nuru ya Imani. Wallahi mimi nashukuru kwanza
kwanza naweza ambia kwamba kila mmoja wetu ambayo atakuja kusikiza au kuona nitaweza ya kwamba awe rafiki ya Qur'an. Ukiwa rafiki ya Qur'an, maisha yako ya dunia na akhera yote yanatengenezeka. La mwisho ya kwamba hii TV ambayo leo iko hapa ambayo inakujulisha kwa hii matangazo, ningeomba ya kwamba kila mmoja achukue jukumu lake, achukue aweke na awe live, sijui inatoka aje, subscribe. Hiyo. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, Sheikh Abdulaziz ambaye kwamba ni imam na msimamizi na mudiri wa madrasa Tauhid ambayo kwamba inapatikana kwenye mkoa wa Marenga na wameweza kuchukua vikombe vyote. Kwa hakika mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, ni furaha iliyoje kwa hawa walioshinda kuchukua vikombe vyote. Mimi wako Zamyl na kushinda katika TV yako pendwa Zamyl TV, nuru imani. Na hapa nafikiri ni hitimisho kabisa ya kipindi chetu cha kuzina inshallah katika kipindi chetu Tadabbar kipindi inayofuatia inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.